Na hujambo mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, Bi Mashada, bibi, mama, shangazi, dada, karibu katika ulimwengu wetu uliobeba sauti za wanawake, tukibisha hodi na kuzungumza nao mambo mbalimbali yanayowahusu. Na hii leo basi Bi Mashada tumekuja kunywa chai. Kunani bodi ya chai? Tunaenda kuzungumza na nani? Niukaribishe kwa pamoja tuketi tukanywe chai na kuzungumza na yule ambaye tumemtembelea siku ya leo katika Bi Mashada. Na nikirejea basi moja kwa moja nitakuwa nimeketi na Bi Mashada ambaye tunakwenda kuzungumza naye kwa siku ya leo. Na mtazamaji wa TBC1, kama nilivyokueleza, leo tunakuja kuzungumza kuhusiana na masuala ya chai. Tutakunywa chai hapa, lakini chai hii ni ile yenye kufahamu safari ya mwanamke huyu ambaye anaongoza bodi hii ya chai Tanzania. Tunaipata asubuhi, tunaipata mchana, hata usiku, lakini inaongozwa na mwanamama ambaye atatueleza safari yake, milima na mabonde. Ilikuwa ni tambarare? Atatueleza hapa. Beatrice Banzi, habari ya wakati huu? Naomba tubishe hodi Bi Mashada kwa ajili ya kuzungumza naye. Asante. Kama ulivyosema, naitwa Beatrice Banzi. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya chai, lakini uteuzi wangu wa kuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya chai nilikuwa nimetoka kwenye nafasi pia serikalini. Nilikuwa mkurugenzi msaidizi uzalishaji wa mazao Wizara ya Kilimo, ambako nilihudumu kwa muda wa miaka 2, then nikaaminiwa na serikali kuja kusimamia chai. Kwa hiyo sio safari yenye tambarare kama walivyosema, ni safari yenye milima na mabonde, kwa sababu hata uteuzi wa mkurugenzi nilianzia nafasi za chini, kama niliajiriwa nikiwa afisa maendeleo ya jamii. Beatrice Banzi ni mwanamke kama walivyosema, mwanamke mwenye watoto 2, wa kike 1 na wa kiume 1. Lakini pia nina ndugu wamenizunguka, niko nao karibu. Kwa hiyo mimi kwa familia kama kioo, kanisani ni muumini, ofisini ni kiongozi. Sipendi kutumia neno boss. Ofisini ni kiongozi. Lakini ni kiongozi ambaye nilianzia chini. Niliajiriwa nikiwa mwaka 2009 katika halmashauri ya wilaya ya Chunya. Niliajiriwa kama afisa maendeleo ya jamii. Nikafanya kazi kwa mwaka 1, nikapelekwa idara ya kilimo, nikawa afisa kilimo. Tunaita kwenye utumishi recategorization, kubadilisha kada. Baada ya miaka 4 kufanya kazi Chunya, nikahamia manispaa Kinondoni mwaka 2013 Julai, nikiwa kama afisa kilimo. Nimefanya kazi kama afisa kilimo mpaka mwezi wa mwaka 2020 mwezi wa 10. Nilipoazima ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ulipoazima? Nilipoazima. Nikafanya kazi, lakini nikiwa nimeomba kuhamia Dodoma kwa kuwa mume wangu alihamishiwa Dodoma. Kwa ajili ya kufuata mume sasa na familia tukahamia Dodoma. Kwa nimehamia Dodoma nikiwa afisa kilimo mwandamizi. Kwa nimefanya kazi nikawa afisa kilimo mkuu. Nikapata uteuzi nikawa mkurugenzi msaidizi uzalishaji wa mazao mpaka nilipohamia bodi ya chai mwaka 2024 Juni. Ilikuwaje kwenye kilimo? Kwa kuwa elimu yangu nina degree ya horticulture kutoka chuo cha kilimo Sokoine, na nina masters ya rural development. Kwa hiyo ukiangalia professional mimi ni horticulturist. Yes, kwa ndio maana atakuwa nilikuwa mkurugenzi msaidizi uzalishaji wa mazao. Mtazamaji huenda ukataka kufahamu mpaka kufika kwenye degree mpaka masters, huku Beatrice alikuwa kwa aina gani utotoni, ukubwa mpaka kufika huku vioni? Ilikuwaje? Kwa sababu tunafahamu kwa kipindi hiko huenda nafasi ya mwanamke kwenye elimu haikuwa kwa kiasi hicho. Beatrice aliwezaje? Sasa hivi tuna watoto wa mabasi ya njano. Na tunasomesha watoto wa mabasi ya njano. Daddy's daughter, mommy's son. Ni kweli. Mimi nilisoma shule ya msingi Mbagala. Mbagala hii? Mbagala Kiziani. Nilimaliza na mwanamuziki Solo Thing. Yes. Kwa tulisoma darasa 1 mpaka darasa la 7. Nikaenda kulitokea ulisema mitihani imeibwa ule mwaka wetu sisi. Kwa alipewa nafasi ya kwenda shuleni mtu mmoja. Mimi nikaenda nikasoma shule inaitwa, kwa wakati huo walikuwa wanaitwa Saruji Sekondari. Nilikuwa inamilikiwa na kiwanda cha Saruji. Lakini tulivyomaliza kama miaka 2-3 kanisa kaichukua ile shule baada ya viwanda vyote kubinafsishwa. Kwa na kile kiwanda cha Saruji kabinafsishwa, kwa yule
investor akasema siwezi kuendesha masuala ya kijamii ikiwepo shule. Kwa hiyo akatangaza kuuzwa, shule ikanunuliwa na kanisa. Ndio sasa hivi ile shule ya Rosemini pale Tanga. Mimi nimesoma. Na sisi ndio form 4 wa kwanza. Pale Rosemini Sekondari Tanga pale njiani kama unaenda Tanga mjini. Yes. Kwa form 5 na 6 nikasoma St. Anthony Secondary School. Kwa mama yetu alikuwa secretary. Kwa hiyo alikuwa anajua computer, typewriting na kila kitu. Kwa hiyo kila mtoto wake akimaliza shule, kabla hujajiunga na chuo, lazima akupeleke ukasome computer. Kwa hiyo nikapoteza sometimes nikasoma computer. Nashukuru sasa hivi ndio maisha tunayoyaishi. Mwanzo alikuwa option kutumia computer, lakini sasa ni compulsory. So nikasoma computer pale chuo cha utumishi Magogoni, nikasoma computer nikamaliza, nikaenda kujiunga na Sokoine 2002 mpaka 2005. Nikiwa nachukua Bachelor of Science in Horticulture. Then 2006 nikaanza Masters ya Rural Development. Nikamaliza 2009 nikaajiriwa Chunya sasa. Yes. Katika safari ya Mbagala mpaka Chunya, unaajiriwa sasa unaenda Chunya. Maana kwa sasa hivi tusiseme uongo, serikali imeajiri kwa kiasi kikubwa. Na nakumbuka mara mwisho waziri mkuu alitoa tamko la kwamba kwa wale watakaoajiriwa wasitoke kule walikoajiriwa. Mara mwingine kwamba sasa kijini itakuwaje? Wewe ilikuwaje wakati unatoka Mbagala au kote ulikosoma sasa unapelekwa Chunya? Kwanza nililia. Chunya haikuwa na barabara. Yaani ulikuwa ukitoka Dar es Salaam lazima ulale Mbeya. Labda kama umesikia kuna lift kutoka halmashauri imekuja, kwa kuna gari leo, hata ukishuka saa ngapi kuna gari inabidi upande nao. Kwa bahati mbaya nikawa nasumbuliwa na tonsils. Daktari kaniandikia kwenda hospitali. Ni kama nilipata rufaa. Kule nilienda hospitali, daktari kwa akakomenti akasema huwezi kuishi kwenye vumbi wala baridi. Kwa ndo tulipoanza kutafuta uhamisho kuhamia Dar es Salaam. Kisha ukimbiza Mwenge, kisha kwa mkimbiza Mwenge kiwilaya. Unakimbiza Mwenge. Hakuna barabara, hakuna nini. Lakini vyote kwa kuwa serikali ni ya kwetu, wananchi ni wa kwetu, nimefanya kazi, nimeajiriwa, naipenda kazi. Na bahati nzuri mama yangu ni mtumishi wa serikali, amestaafu serikali, aliniambia hata siku moja sitakubariki ukifanya kazi private sector. Utafanya kazi serikalini. Hudumia jamii. Ukimbizaji Mwenge ulikuwaje? Hebu tueleze siri hapo kidogo kwenye kukimbiza Mwenge. Na koje ilikuwaje kashikashi zake? Si unajua tulikuwa ajira mpya sasa unaona kama you have been recognized kwamba wameniona. Yaani mimi Beatrice nimeonekana mpaka nachaguliwa na halmashauri, mimi nakimbiza Mwenge kiwilaya. Na wakati unachaguliwa ulipokeaje? Au kwa sababu tayari Chunya iko hapa ushaifanya kazi kwa unaona ni sehemu ya kazi yako? Kama nilikwambia ni feel proud kwamba umeonekana. Yaani mbona sio Shamimu? Mimi ndo nimeletewa jina langu nenda kukimbiza Mwenge kiwilaya. Mbona Shamimu yupo hajachukuliwa? Kwa hiyo hivi yani kwamba yani feel proud kwa ajira mpya alafu unachaguliwa kwenda kukimbiza Mwenge. Kwa hiyo ilikuwa think like that. Maisha ya kazi, lakini pia kama hivyo ulivyotueleza kuna Chunya, kuna Dodoma, Dar es Salaam. Na ni mama uliyejali watoto wawili. Katoka, lakini tutumie pia na siri hapo kutoka dawa kwa mama kumfuata mume. Ilikuwaje? Maisha ya familia ilikuwaje wakati una majukumu haya mengine, umeshavaa kofia zingine huku unaendelea nazo? Kwa mfano nilipotoka Chunya, nilipoenda Chunya ndio nilipata mume, nikapata na mtoto wa kwanza. Yaani ndio nilipoanza kuwa mama nikiwa Chunya. Na kwa hiyo Chunya kumbe nilienda binti, yani binti fresh from school, fresh from chuo. Kwa sababu hata niligraduate ile masters nikiwa tayari nimeshaajiriwa Chunya. Kwa nikaenda ku graduate then nikaendelea na kazi. Kwa hiyo nilitoka Chunya nikiwa tayari na binti, mtoto mmoja. Tukafanya kazi, bahati nzuri Mr. naye mimi niliajiriwa ile ya kuomba. Alafu naitwa kwenye interview. Yeye aliajiriwa ile ni kwa fani yeye ni mhasibu. Kwa hiyo ile Wizara ya Fedha inapanga vituo. Kwa hiyo basi akapangwa Chunya. Tukakutana, tukawa kitu kimoja. Sisi tuko komika na Dar es Salaam na yule mtoto sababu na mtoto mdogo mmoja yule. Kwa hiyo nikafanya kazi, bahati nzuri akahamishiwa Kibaha Mji. Mimi niko Kinondoni, yeye yuko Kibaha Mji. Tukapata mtoto wa pili mwaka 2016 wa kiume. Kwa hiyo tukafanya kazi, baadaye akahamishwa sasa kwenda
Wizara ya Nishati. Mimi niko Kinondoni. Akafanya kazi. Akanambia ushauri wako wewe kubaki na kubali. Lakini kwa kweli siwezi kukaa mwenyewe. Sasa ukiangalia Dodoma, yani hata wadogo zangu wanacheka, unaenda Dodoma. Yaani tuna mdogo wetu mmoja last born ndio akikaki kuangalia anacheka Dodoma. Wao anacheka. Sasa ukifikiria naenda Dodoma. Basi nikawa nimeandika uhamisho kwa kapambana mpaka nikapata ule uhamisho, nikahamia wizarani. Na watoto tukawahamisha, shughuli ikawa kwa watoto. Yule mkubwa tangu ameanza baby class iko East Africa. Anatoka anaenda kuingia la 5 shule nyingine. Kwake ni mkoani. Yaani kwa anajua yeye wale ndo ndugu zake mpaka atamaliza form 4 mpaka chuo, si alianza utoto. Kwa anajua wale ataenda nao kila siku. Anajua kama kuna kuhama, kuna kubadilisha grades hivyo. Kwa basi wakahamia wakazoea. Sasa hizi yeye yuko sekondari, mtoto mdogo wake bado amebaki pale. Yes. Safari ya malezi ilikuwa hivyo na kamua kuhama na watoto, lakini kubwa alimfuata mume na maisha yanaendelea. Na sasa hivi Dodoma alikuwa anaiona, sasa hivi ni Dodoma ile ambayo asubuhi tu unapigwa simu, njoo Dodoma, umeshafika kwa sababu ya urahisi uliopo. Maisha ya kazi yakoje? Kama mwanamke, kama mama ambaye una huku na huku, kama sasa hivi umeshatuambia kuna Dodoma, lakini kuna wakati tutakuja Dar es Salaam, na kwa umri wa watoto unawezaje kuyamudu hayo yote ili mwanamke anayefuatilia kwa sasa asiseme nimemoka nyumbani kwa sababu nataka kulea labda watoto, hamsaidii mumewe na vitu kama hivyo? Asante Shamim. Kwa nilipopata habari kwamba natakiwa nirudi Dar es Salaam, ilikuwa kwangu mimi kama msiba. Yani nimehamisha, tumehama kama familia, tuliyemfuata. Leo naenda Dar es Salaam. Hapo SGR ilikuwa haijaanza. Yani kiukweli nilipandisha homa. Niliumia, nililia usiku kucha, nikawaza. Yule mkubwa at least anaelewa, mdogo haelewi. Alikuwa na miaka 6, 7. Haelewi. 6. Alikuwa haelewi kabisa. Lakini kwa sababu serikali yetu, yani naishukuru kila siku nikipandaga treni huwa nashukuru kila siku, naona mimi ndio nilionekana. Naondoka na treni jioni, asubuhi niko kazini. Kama Ulaya. Kwa hiyo kiukweli niwe wazi, SGR imetuokoa. Kuna tukio lolote ambalo hutalisahau katika safari yako, pengine kuanzia Chunya na maisha ya kawaida kama mwanamke? Labda niseme kuanzia Chunya. Nikumbuke kuna kipindi tulikuwa tunatoka Chunya tunakuja likizo Dar es Salaam. Tulikuwa tunarudi. Hii issue ilitokea mara 2. Mara ya kwanza breki za basi zilikata pale Kitonga. Watu mioyo ilikuwa juu. Yaani mimi nilibaki tu nimefunga macho na sali. Tukaenda. Tukavuka salama. Kuna kipindi tena nashuka, hapo nilikuwa mjamzito, nakuja kwanza kupima Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, sababu ndio ujauzito wa kwanza. Gari kaanza kutoa moshi. Sasa wewe mjamzito, afu gari umeomboa imekata breki. Yaani ubaki tu hivyo. Wenzao wanaweza wakajiandaa labda waruke wafanyaje, lakini wewe unafanyaje? Nilishuka kwa pressure mpaka, yani nilikuwa na pressure mpaka nilikuwa na watu nasafiri nao. Ikabidi akaenda kwenye kuna vibanda hivi jumba niliviangalia na saizi limeshabomolewa. Akaenda kunitafutia kitunguu saumu kwa sababu pressure ilikuwa, ibidi dereva asimame nitafuna kitunguu saumu tukaendelea na safari. Yaani hiyo ndo sitakaa nisahau kwa kweli. Yes. Na kuna tukio lingine, nilikuwa na rafiki yangu, tuliajiriwa wote, yeye ni afisa mipango. Tuliachwa na basi, tulishindwa kutumia akili za kichwani. Tuliachwa na basi, tukachukua taxi mpaka Kibaha. Baada ya kusema kate lingine tuondoke. Tukalikimbiza ile basi na hatukulipata. Lakini ndo tukabahatika tukaingia kwenye ile basi. Sasa hizo hela tulilipa kama yani na hivyo alijua sijui niiwekaje. Tukachajiwa hela nyingi kuliko zile 30 za tiketi. Kwa hiyo tulishindwa kutumia akili zetu vizuri. Na jambo gani wewe linakufurahisha kwenye kazi zako? Yapo mengi. Kwanza ukipewa kazi, ithamini.
Yani tambua umeaminiwa, amini ile kazi. Unajua kama mwanamke kuongoza wanawake wenzako, kuongoza wanaume, we all know that. Kwamba mwingine anaweza kusema why Shamim? Shamim is just a female. Shamim is just a woman. It's a lady. Why her? Unajua kuna kabila zingine huwa zinajifeel superior over women, ile jinsia nyingine. Kwa hiyo changamoto hizo zipo, lakini kama mwanaume na misimamo nilionayo mimi mwenyewe, ukisharuhusu hicho kitu kitokee, you won't prosper. Yani simama. Why Shamim? Kwa sababu ameaminiwa. Lakini naishia kutokea hiyo kwamba mtu kuona kwa sababu wewe ni mwanamke. Yes. Yes. Hata of course ni kweli, hata nikiwa wizarani, yani unakuta mtu wewe Shamimu ndo mkurugenzi, lakini mimi mwanaume. Kwanza mtu mwenyewe si mwanamke, kwanza utaweza si kufanya nini? Yes, hiyo vitu vipo. Kila sehemu kuna shida yake, kila sehemu kuna matatizo, kwa sababu tuwe wawazi kwamba tukiwa viongozi, uwe mwanamke au mwanaume, umeaminiwa, haijalishi na kiongozi upi. Umekuwa tu kiongozi wa mtaani wa nyumba 10, basi yule mjumbe wako wa nyumba 10 amekuamini, ndio maana akakupa. Yani tuamini kwamba wanawake wanaweza. Hawapo pale kwa sababu ya yes, yani nisijiweke mimi, lakini wanawake wanaweza kufanya kazi. Na kila siku mimi kioo changu Shamim, Her Excellence alikuwa vice, sasa hivi ana lead, si ndio? Sasa kama yeye anaweza, anaongoza watu zaidi ya milioni 60-70, sasa mimi mwenye taasisi ya watu 60 tusimuangushe tu. Na wanaume tukipewa nafasi, tupimeni kwa utendaji kazi wetu na wasitukwamishe ili tuonekane hatuwezi. Sisi tunaweza, hata kama sio mimi Beatrice siwezi, basi wenzangu wanaweza. Nimeshafanya kazi na wanawake wengi, achana hapa ofisini kwangu, nimefanya nao kazi wanawake wengi tu, wanaweza. Hata kwenye kilimo kuna madiji wenzangu wanawake wanasimama, vitu havikusimama mwanzoni sasa hivi vinaonekana, kwa sababu wamepewa nafasi ya kufanya na kuonyesha. Lakini tusiweke kwamba mimi mwanaume na kuteua wewe utasema Beatrice bwana, yule Mr. Beatrice na Shamim damu. Hapana, tufanye kazi. Kwa nini nasema tufanye kazi? Mimi nilihamia wizarani nikiwa mgeni, nilipopewa madaraka ya kuwa mkurugenzi msaidizi. Sio kwamba naweza kazi sana, hapana. Yani ukifanya kazi, heshimu kazi uliyofanya. Meet deadline. Umeshindwa kumeet deadline, nenda kwa kiongozi kabla ya aje kwambia nipe kazi afu ukatoa sababu kwamba kwa nini sikuikamilisha. Na hii nilijifunza, unakumbuka mwaka 2023 Septemba kulikuwa kuna mkutano wa AGRF ule wa food security. Mimi nilikuwa kwenye ile local organizing committee ambao tulikuwa Wizara ya Kilimo na wizara zote na watu wengine kutoka nje na ile wale agra. Tulifanya ule mkutano. Kwa wakati wa kupeleka taarifa kwa katibu mkuu, kwa sababu sisi tulikuwa tunasoma baada ya katibu mkuu. Kwa katibu mkuu alikuwa anauliza, mmepeleka barua nchi gani na gani? Mmejibiwa nini? Unajua siku moja alituambia mchukueni notebook, tengeneza, chora duara afu weka msalaba, andika ina uharaka, ni lazima kufanya, ina uharaka kidogo, haina lazima kumaliza. Ukichukua yale matukio yako kwenye ile duara utajua uanze na lipi. Je, lenye uharaka ila alina umuhimu? Yani ukishakuwa na well organized to do list yako, uanze na ipi, umalize na ipi, huwezi kuona kitu kigumu. Ni wewe tu kwenda systematic na kile unachotaka, yani kikubwa matokeo. Na mimi binafsi Beatrice ninaamini katika matokeo. Yani niambie sijui kufanya kazi, niambie mimi mkali, niambie mimi nimepanga leo tunajenga gorofa
ghorofa 6 tutoe 6. Kama 6 hatukumaliza, kwa nini? Je, viongozi wa wizara wanahusika? Ndio. Au mbali beyond wizara? Ndio. Lakini natakiwa nikatoe taarifa wizarani. Nimeshindwa kufika kwa sababu ninaomba wizara inisaidie niweze kuvuka. Kwa hiyo kutoa taarifa mapema kabla ya muda uliopangwa. Unasaidia kwa kiasi gani pengine? Inasaidia kwa sababu kwanza hata ile kiongozi na psychological anakuwa yuko prepared. Kwamba kama na yeye atakuwa anadaiwa, akiulizwa aseme, lakini deadline ni saa 8. 9:30 unamwambia, anafuatilia taarifa, anafuatilia kitu fulani. Unamwambia hapana, yani unajua wakati nafanya hivi kompyuta yangu ilizima. Si ungeniambia kabla? Chukua ya kwangu. Lakini unasema nahitaji taarifa. Unaniambia unajua mkuu, yani ile ilikuwa sasa wakati nafanya nikaogopa kukuambia. Kwa kweli hiyo sio ufanyaji kazi. Yani unaweza ukaogopa afu kumbe umeogopa, kumbe ndio umesababisha madhara makubwa. Sio mnatembelea mashambani kwa wakulima wanaolima chai? Na juzi nilikuwa mashambani Njombe. Yes. Wanawake wanafanya vipi huko mashambani? Wanawake kiasi gani kama yes, wanawake ndio wengi wanafanya, tunaita plucking, wanavuna kwenye mashamba ya chai. Kwa nini wanawake? Kwa sababu kwenye mazao mengi wanawake wanasifika sana kwenye kuchuma kwa sababu ya umakini. Wanasema mwanamke ni multitask. Anaweza kawa anabeba mtoto mgongoni alafu huko anavuna. Na wengi wanafanya hivi. Kuna ambao wanamiliki viwanda vya kublend. Hivi viwanda vikubwa kumilikiwa na mwanamke peke yake hakuna, ila kuna kikundi kipo Korogwe, wanawake waliwezeshwa na CARE. Lakini hiyo chai wanaiuza kwa mtu anaye blend, anaitwa Kazi Yetu, yuko Mikocheni. Ni mwanamke. Kwa hiyo waliwezeshwa na CARE. Kwa hiyo wanawake kwenye chai wapo. Kuanzia kulima mpaka Yes, kuanzia kulima. Sasa unajua umiliki wa mashamba zamani zile kwamba baba ndio shamba la kwake. Kwa hiyo mama anafanya kazi kwenye shamba la baba. Yes, kwamba mama anafanya kazi lakini chai ni ya wote ikivunwa, ila wale ambao unaweza kukuta wanaoenda kuvuna sasa vile vibarua kuvuna wengi wanawake. Yes. Beatrice, kuna wanawake ambao wanatufuatilia kwa wakati huu. Huenda safari yako ikawafanya waone inawezekana, wengine wakasogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini katika safari yako naamini lipo ambalo lilikuwa linakuwezesha wewe kufika. Kuna kitu kiko ndani yako pengine ambacho unakifahamu kilikuwa kinakusogeza mpaka kufika ulipo. Hebu tuibie hiyo siri leo, mwanamke ambaye anakufuatilia aseme kumbe nikipita na njia hii ama nikiwa na msimamo huu ama nikifanya hivi inaweza kuwa sehemu fulani. Asante Shamim. Kama nilivyosema awali kwamba ukijitambua na ukitambua jukumu ulilopewa, hata kama sio la ukurugenzi, yani wewe ni afisa, wewe uko chini ya mkurugenzi, lakini najua natakiwa kufanya hili. Kwanza thamini, ukitambua ndio utathamini. Na saa nyingine inabidi uthamini ndio utambue, kwa sababu usipothamini alafu ukaja kutambua hutaona umuhimu. Kwa hiyo jitambue, jithamini. Tambua ulichopewa, thamini. Kipe nafasi. Jitahidi kujiexplore kwa viongozi, kuwa kimbelembele kwamba Shamimu labda katika plani yako kupewa kuja kunihoji mimi, kwa sababu ngoja niende bodi ya chai, kwa sababu ngoja nione bodi kuna nini. Labda ulijiongeza, ukapropose, ukaambiwa nenda. Yani ile kujiweka mbele kwenye kazi na commit deadline. Umeshindwa, toa taarifa. Imeshindikana kwa sababu hii. Teamwork. Kuna usemi unasema usiwe kwenye timu ila kuwa mmoja wa kwenye timu. Kwa sababu unaweza kuwa kwenye timu hata usiwe mmoja wa timu. Kwa hiyo kuwa mwana timu lakini uko kwenye timu. Thamini kile unachopewa, tambua na heshimu ama timiza wajibu wako ili kuweza kuyafikia malengo ya kile unachofanya. Lakini kubwa pia kuwa kimbelembele. Umegundua kumbe unaweza kuwa kimbelembele kwa mafanikio na si kimbelembele wa kuharibu shughuli za wengine. Wanawake tunaweza. Beatrice Banzi, mkurugenzi mkuu wa bodi
ya chai Tanzania ndio tulimtembelea kwa siku ya leo. Tumekunywa chai kwa namna hiyo. Naamini hapo ambayo umejifunza. Kwa wale ambao mtapata wasawa kuajiriwa kwenye Bi Mashada, pale kuna kina dada mabinti ambao mtaajiriwa katika nafasi mbalimbali za ajira ambazo zitatoka pengine ama zimeshatoka. Utakapopelekwa ni sehemu ya safari ya mafanikio yako. Kwa hiyo usidharau kule utakapoenda, kwa sababu hujui kesho utaangukia wapi. Kutoka Chunya, sasa hivi mkurugenzi mkuu wa bodi ya chai Tanzania. Mpaka wakati mwingine Bi Mashada, hatuna la ziada. Naomba niweke nukta hapo mpaka wakati mwingine tutapokutana. Endelea kuitazama TBC1 kwa vipindi vinavyofuata. Uwe na wakati mwema.